na inavyotakiwa mwanadamu yoyote aondoke kwa wema na atajwe kwa wema, asiondoke kwa ubaya. Kwa hiyo naumia sana, nilipata mtoto wa kumtegemea. Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania na hichi ni kipindi chako cha Kona ya Mtaa. Leo tumefunga safari kutoka Sinzamori mpaka Chanika Kidugalo alipokuwa akiishi mwanadada Zahra Charles almaarufu kama Lonado. Huyu ni dada ambaye alipata umaarufu mkubwa sana kwa sababu ya kucheza mpira wa miguu, kwa maana ya yeye alikuwa akipiga control kwa kutumia viungo vyake vyote vya mwilini, na alipata umaarufu mkubwa mpaka alipostiwa kwenye peji ya rais wa Marekani Trump. Na nikukumbushe tu, mwanadada huyu ametumikia kucheza mpira maeneo mbalimbali na alipata kwenda nchi mbalimbali kwa umaarufu wake. Siku ya jana Jumatano tulipata taarifa ya kifo chake ambacho kilitokea nyumbani kwake, ambapo ndipo mwili wake ulikutwa, na alikuwa amejenga kwenye nyumba hiyo ambayo alikuwa akiishi yeye peke yake. Nini chanzo cha msiba huu mzito? Tukaona tufike ili tuweze kuzungumza na watu mbalimbali, na tumepata bahati ya kuzungumza na baadhi ya watu na kuzungumzia tukio zima, mashuhuda pamoja na majirani wakimzungumza marehemu huyu Zahra almaarufu kama Lonado. Kana mimi kuweza kufahamu mazungumzo yetu. Nyuma ya kamera ni Zakaria Master Gamondi anatupeleka pamoja. Mimi naitwa Salama Bakari, mkazi wa Kidugalo. Shina namba 7. Tuna masikitiko makubwa ya kuondokewa na ndugu yetu Lonado Charles. Ilikuwaje mpaka imetokea huu msiba? Kwa kweli mimi sifahamu, au sisi hatufahamu majirani. Ilikuwa siku ya mwisho ni Ijumaa ya wiki hii. Aliondoka hapa, alikuja kuniaga, akachukua sabuni nyumbani kwangu 2, nauza sabuni za maji. Akasema mimi naondoka, naenda kumuona mdogo wangu, watoto wake wanaumwa, mama wawili. Ndio. Toka Ijumaa hiyo mimi sijamuona tena mpaka jana. Jana mimi nipo shambani nalima, nikasikia naitwa, Mama Kitenga, Mama Kitenga, njoo haraka, kuna shida huku kwa Mama Esther. Ikabidi mimi nikaacha jembe nikaenda kwa Mama Esther. Nilivyofika nikakuta majirani. Vipi? Wakasema hapa kuna wasiwasi, Lonado sijui tunaye ama hatunaye. Kwa nini walisema hivyo? Walisema hivyo kwa sababu wao waliona inzi madirishani na waliona inzi milangoni, na alafu wakaona wakiita simu inaitika ndani, haipokelewi. Kwa hiyo wasiwasi ukawepo pale. Nini mlifanya kama majirani baada ya kuona simu inaita ndani na wasiwasi imekuwepo pale? Hatua tuliochukua ya kwanza, tukampigia simu mjumbe akuwepo, akamwita katibu wake akaja. Hatua iliyofuata akapelekewa taarifa mwenyekiti akuwepo, akatoa ujumbe wake watu wawili. Hatua ya 3, walivyofika ujumbe wa mwenyekiti, mjumbe akatwambia msifungue mlango, msifanye kitu chochote. Ndio. Mpaka polisi ije. Sawa. Kwa kweli hatua 3 ikachukuliwa pale. Wakapatikana polisi, wakaja muda wa saa 8. Tukio tulivyoanza kuliona saa 2 asubuhi. Muda wa saa 8. Walipofika polisi, ukavunjwa mlango, wakaingia ndani, kukuta kweli ndugu yetu ametutoka duniani, ametangulia. Maana sisi sote waja na tutaondoka. Ndio. Yupo tebaki. Kinachogomba ni sekunde ya kuondokea ndani ya dunia hii, ya ulimwengu huu. Kwa hiyo pale polisi ikabidi sasa zipatikane namba za ndugu wa marehemu. Zikatafutwa, bahati nzuri Mwenyezi Mungu aliandika.
akipigiwa huyu anapatikana, anaeleza tatizo, akipigiwa huyu anapatikana, anaeleza tatizo, mpaka wakapatikana wahusika. Haya, tunafanyaje? Wale uamuzi wakasema sisi tutakuja hapo, lakini mwili tunaupeleka Chalinze, Bagamoyo. Mwili tunaupeleka Bagamoyo kwenda kuhifadhi. Sawa. Ikabidi wakaja wengine wa haraka, ndugu watatu kwenye saa 11. Mwili ukachukuliwa kwenda hospitali kwenda kuchunguzwa. Alafu mwili ukarudishwa. Ulivyorudishwa akasema huyu amekufa kawaida. Alikuwa hajakunywa sumu wala hajafanya nini. Sawa, tukalipokea hilo. Baada ya kutoka hapo akaja wale ndugu sasa wakataarifiana, bwana, msiba huu sawa kupeleka Bagamoyo, lakini haiwezekani kutokana hali ni mbaya. Kwa hiyo mama mdogo wa marehemu akasema kuchimbwe mji Dondwe ya Kiwawe, huko kuna shamba lake. Kwa hiyo mazishi yakafanyike kule. Kweli mji ulichimbwa kule. Sasa mpaka saa 1:30 ya usiku kuuliza njia haiwezekani, mbaya, sababu tairi zote zinazama kwenye tope. Kwa hiyo tunafanyaje? Ikabidi kuomba majirani, mji ukapatikana. Wakaambizana, jamani, sasa tunahifadhi huku, mji tumepata kwa majirani. Kwa hiyo mpaka saa 4:15 kijana wetu mpendwa wetu akapelekwa kwenye mji wa milele. Pole sana. Jirani yako huyu alikuwa ni jirani wa namna gani kwa jinsi ambavyo mlikuwa mkiishi hapa? Jirani huyo kwa kweli mimi nina machungu na masikitiko makubwa sana. Ndio? Kwa sababu alikuwa mtoto mwema sana. Ndio. B alikuwa hata mkakwazana hivi, maana binadamu hana ukamilifu. Hata mkakwazana hivi ni mwepesi kusamehe na ni mpendo wa watu. Watoto wote hapa wa mtaa huu, watu wote tunasikitika, tuna majonzi makubwa, lakini tunasikitika na tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu mwenzetu ametangulia, amezikwaje. Nasi hatujafahamu jinsi tutavyofariki na tukahifadhiwa, kwa sababu kila mwanadamu, kila nafsi inaonja umauti. Kwa hiyo tuna machungu na tunasema alhamdulillahi rabbil alamin, mwenzetu akafike akapokelewe na daftari la mkono wa kulia. Hilo tunaliomba. Pole sana. Yaani na majonzi makubwa, nasikitika kwa sababu alikuwa ni mjukuu wangu. Hapa ndani ya nyumba yangu amekaa 1.5 mwaka wakati nyumba yake haijaisha. Wa kweli tumekaa tu vizuri, akisikia tatizo ni wa kwanza. Mimi alifariki mwanangu mwaka 2021 na ajali. Yeye alikuwepo Dodoma kikazi zake, tukampigia simu. Kwa kweli kuzika kuwai, lakini asubuhi saa 2 akawa amefika kutoka Dodoma. Pole sana mama. Pole sana. Ni kitu gani ambacho kinakusababisha umkumbuke sana binti huyu Leonardo, ambacho unasema hautaweza kukisahau? Kwa kweli ninamkumbuka sana kwa sababu wanadamu duniani tumekuja, Mwenyezi Mungu amesema tumekuja kwa kauli mbili. Kauli ya kwanza kutafuta wema na ubaya, na inavyotakiwa mwanadamu yoyote aondoke kwa wema na atajwe kwa wema, asiondoke kwa ubaya. Kwa hiyo naumia sana, nilipata mtoto wa kumtegemea, kwa sababu ukimwambia shida yako tu kwa kweli, kama anakwambia mama subiri. Mimi alikuwa ananiita bibi, sio mama. Bibi subiri. Kwa kweli akikopa, akikwambia naleta, anakusumbua.
Kwa kweli, yani hapana, sitomsahau mpaka na mimi naingia ndani ya kaburi, kwa sababu wanadamu wote tunaondoka. Haipotobaki hata siku moja. Kweli naumia sana. Kwa kweli naumia sana, vibaya sana. Na kipindi kile ambacho kwenye uhai wake anakuambia anakwenda kwenye kazi zake, ulikuwa unazijua kazi ambazo zifanya mjukuu wako huyo? Mjukuu wangu yeye alikuwa anacheza mpira wa kichwa. Na mjukuu wangu huyo kwa Tanzania alikuwa yeye ni wa kwanza, mwanamke wa kwanza kucheza mpira. Na wafadhili aliyopata. Na nasikitika kusema ukweli, maana niseme ukweli, mimi dadamu na sote tutaondoka ndani ya dunia hii. Alichotendewa na wafadhili sio kizuri. Mimi nasikitika na roho inaniuma. Ni nini hicho? Alichotendewa na wafadhili, ile nyumba kwa kweli ingeisha ile. Singefikia vile. Lakini ndio hivyo ndo tulivyo wanadamu. Kila mtu ana mambo yake. Lakini hilo mimi nasikitika kwa kweli. Kwa sababu shughuli zake toka alivyoanza sio apate nyumba ile na iwe vile. Ile nyumba ingekuwa vizuri, ingeezekwa kila kitu. Yaani ingetimia, ingekuwa nyumba kabisa. Na hata mtu yoyote aliyomuona shughuli zake akija kuangalia nyumba hawezi amini kwamba ni yeye. Kama hii nyumba ndo ya huyu. Lakini ndo hamna jinsi. Kila mtu duniani kaja kutafuta vitu vyake na ataondoka vile vile. Ndio linaniuma sana. Pole sana. Neno lako la mwisho ni lipi bibi? Mimi neno langu la mwisho namuombea Mwenyezi Mungu amjalie awe na kauli thabiti. Alivyofika ndani ya nyumba yake aseme la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hiyo ni kauli ya Mwenyezi Mungu, ni ya mwisho mwanadamu. Hiyo mimi namuombea. Kwa kweli sina kinyongo naye hata siku moja. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.